الحمد لله رب العالمين فرض الصيام على المؤمنين وجعله من شرائع الدين ورتب عليه الأجر العظيم ونحمده حمدا كثيرا ونشكره شكرا مزيدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم. بعد شكر الله جل جلاله لكم تكي رحمنا أماني kiongozi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kusieni ndugu zangu, ikiwa ni pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo basi mcheni Allah subhanahu wa ta'ala muda wote, na hasa siku ya leo, kwani siku ya leo ni siku tukufu, ni siku adhimu, ni siku ya kuhakikisha tunachunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala tusifanye siku ya leo kuwa ni siku ya kumasi Allah subhanahu wa ta'ala. Siku ya leo ni siku ya takbira, ya kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, na siku ya leo ni siku ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kufunga mwezi wa Ramadhani na kumaliza kwa salama. Yeye mwenyewe anasema walitukmilu al-idda walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, na mkamilishe idadi ya masiku ya funga na mtukuze Allah subhanahu wa ta'ala siku ya leo, ili muonyeshe shukrani zenu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujalieni kufunga kwa salama na amani. Hivyo basi tuchunge mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, tujalie siku ya leo kuwa ndio siku ya kuhakikisha funga zetu zinakuwa ni salama. Tumefunga kwa siku 29 na wengine pengine 30, tusizivuruge funga zetu kwa siku moja. Ucha Mungu uendelee kuwepo wakati wote, kwani innama yatakabbalu Allah minal muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala anakubali matendo ya waja ambao wataishi na takwa muda wote. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ayuha an-nas, adimu ala al-amal as-salih ba'da Ramadan. Tudumu juu ya matendo mema baada ya kuondoka mwezi mtukufu wa Ramadhani. Fa inna Allah ta'ala yu'badu fi kulli al-azman wal ahwal. Kwani kwa hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala apaswa na astahiki aabudiwe katika hali zote, katika muda wote. Tunapaswa kumwabudu na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kudumu katika taratibu na misingi aliyotuwekea. وَبِئْسَ قَوْمٌ لَا يَعْرِفُونَ اللَّهَ تَعَالَى إِلَّا فِي رَمَضَانَ. Kwa hakika ni wabaya wale watu ambao hawamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hawamtambui Allah subhanahu wa ta'ala, hawamwogopi Allah subhanahu wa ta'ala ila tu katika mwezi wa Ramadhani. Tufahamu Allah subhanahu wa ta'ala wakati wote yupo, anayaona matendo yetu na yupo, hivyo tunapaswa kumwogopa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hafidhu ala al-faraid. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, jitahidini sana kuzihifadhi faridha za Allah subhanahu wa ta'ala. Wabakiru lilmasajid, kama ambavyo mliweza kuingia mapema msikitini ndani ya Ramadhani, endeleeni kuingia mapema msikitini baada ya Ramadhani. Wa addu nawafil,
sala za sunna mmezitekeleza kwa wingi ndani ya Ramadhani, endeleeni kutekeleza sala hizo za sunna baada ya Ramadhani. Wala tahjurul masahif, kikubwa pia cha kuzingatia, Qur'ani zilisoma kwa wingi ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ukiingia msikitini utaona huyu anasoma Qur'ani, mwingine anasoma Qur'ani. Hivyo basi baada ya Ramadhani tusisihame masafa, tusisiache Qur'ani, tusitupe Qur'ani, kwani Qur'ani ndio kila kitu katika maisha yetu. Waliyakun likulli wahidin minna witrun yawmi min al-Qur'an, tujalie kila siku angalau kupitia aya chache kwa siku katika kuisoma Qur'ani, na kadhalika kutenga muda wa usiku katika kufanya qiyamu za usiku. Watu walikuwa wema wakitoa sadaka ndani ya Ramadhani. Wema huu tuendelee nao baada ya mwezi wa Ramadhani kuondoka, ili tuhakikishe akiba yetu na hazina yetu tuliyokusanya katika Ramadhani tuendelee kuijaza iweze kutunufaisha katika maisha ya dunia na maisha ya akhera. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ndugu zangu, siku ya leo ni siku ya furaha. Siku ya leo ni siku ya furaha. Idhan fa idhar as-surur fi al-eid huwa min al-ibadati allati yataqarrabu biha al-'abdu ila rabbih. Kuonyesha na kudhihirisha furaha siku ya leo ni ibada. Kufurahia siku ya leo ni ibada. Kula vyakula vizuri siku ya leo ni ibada. Kunywa vinywaji vilivyo vizuri vya halali siku ya leo ni ibada. Lakini tuhakikisha kuvuki mipaka. Wakulu washrabu wala tusrifu, kuleni na munywa lakini msipitilize mkafanya israfu. Innahu la yuhibbul musrifin, wa Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi wenye kufanya israfu. Kwa pamoja na furaha zote tunazozifanya, tuhakikishe tunachunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hasa katika siku ya leo. Wa man yata'adda hudud Allah faqad zalama nafsa, yoyote atakayevuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala atambue kwamba atakuwa amedhulumu nafsi yake. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa iyyaka an tatruka as-salah ba'da khuruj Ramadan. Cha mwisho na cha kuzingatia, tahadhari sana usiache ibada swala baada ya Ramadhani, kwani kuacha swala fa innahu al-aflas ba'da al-ghina, unatengeneza kufilisika baada ya utajiri mkubwa uliokusanya katika mwezi wa Ramadhani. Baada ya kutengeneza hazina kubwa uliokusanya katika Ramadhani, ukiacha sala baada ya Ramadhani, tambua kwamba unaingia katika kufilisika. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa akhiran, na mwisho kabisa, aqulu lakum, nasema kuambieni, kuwanasihini na kunasihi nafsi yangu, tusisahau kufunga siku 6 za mwezi wa Shawwal. Siku hizi zina fadhila kubwa, kuna kheri kubwa ndani yake, kama ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyotuambia, man sama Ramadhan, mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani, wa atba'ahu 6 min Shawwal, kisha akafuatisha kufunga siku 6 katika mwezi wa Shawwal, kana kasiyami dahr, huyo mtu anakuwa kana kwamba amefunga mwaka mzima. Funga hii ni funga nyepesi, tumeweza kufunga siku 30 ama 29 pasipo na wasiwasi. Tuweke nia pia vile vile ya kufunga hizi siku 6, lakini malipo yake yanakuwa ni sawa na mtu ambaye amefunga mwaka mzima. Hadha wa sallu wa sallimu ala imamil mursalin wa qa'idil ghurril muhajjalin, faqad amarakum Allah tabaraka wa ta'ala bis salati was salam alayhi fi muhkam kitabih, haythu qala 'azza qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa Allahumma 'an khulafaihi ar-rashidin wa 'an azwajihi ummahatil mu'minin wa 'an
وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الصبر على البلاء، وارزقنا الرضا بالقضاء، وارزقنا الشكر عند الرخاء. اللهم اغفر ذنوبنا وتول أمرنا، واستر عيوبنا، وارحم أمواتنا، واشف أمراضنا، ووسع أرزاقنا، وأد ديوننا، واحسن ختامنا. اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اكفنا شر الحاسدين، واكفنا شر الساحرين، واكفنا شر اللاعنين، واكفنا شر الحاقدين، واكفنا شر الظالمين، واحفظنا شر الشياطين، ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. عيد مبارك، عيد سعيد، وكل عام وأنتم بخير. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات، تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان. يا حامل القرآن، يا حامل القرآن. يا حامل القرآن